Hivi unajua Google Map sio ramani tu, ni msaidizi wa maisha. Okay? Leo naenda kukupa siri 7 ambazo nafikiri utakuwa huzijui. Je, unatumia Google Map kuangalia barabara tu au kuangalia ramani? Leo nakuonyesha siri 7 muhimu zinazotumiwa na watu wachache, lakini zinaweza kukuokolea muda, pesa na hata stress. Tazama video hii hadi mwisho. Karibu Tech Kijanja, sehemu sahihi ya kuchambua tech kwa lugha rahisi kabisa ya Kiswahili, yani tunasema tech in Swahili. Leo tutaangalia Google Map, app ambayo karibia kila mtu anayo kwenye simu, lakini asilimia kubwa hawaitumii kikamilifu. Na kama wewe ni mtu wa kutembea na kusafiri au una biashara, video hii ni muhimu sana kwako. So, tutaenda moja kwa moja kuifungua Google Map. Kama hauna Google Map, ingia Play Store, lakini nafikiri hizi app zote zipo. Google imekuja na hizi app zote zipo. Kwa hiyo hakuna simu ya Android ambayo haina huu mfumo wa Google Map. So, twende moja kwa moja. Tutaenda kuifungua Google Map kama inavyoonekana hii hapa. Tukisha i-open itatuonyesha kama hivi. Hii ndio application yetu ya Google Map. So, tunaenda kwa kina, hatua kwa hatua, jinsi gani ambavyo unaweza ukaitumia kikamilifu kabisa na ikakurahisishia maisha. So, twende moja kwa moja. Na kwa nini nimesema hivi inaweza kukurahisishia maisha? So, hatua zinazofuata ndo kama hivi. Hivi unajua kwamba Google Map hii unaweza ukaona sehemu zote maalumu ambazo zinahitajika za binadamu. Ni kama zipi? Mfano ATM, labda hospitali, soko, magesti ya kulala, sehemu za kujaza mafuta na sehemu nyingi mbalimbali, baa, sijui coffee, sehemu ya kunywa kahawa. Ni sehemu zipo ni nyingi sana ambapo unaweza ukafanyaje? Unaweza ukaziona kupitia Google Map. Hauna haja tena ya kuzungumza na mtu na kumuuliza kwamba bwana, hapa sheli karibu nitaipata wapi? Au bwana, hapa sehemu ya kunywa kahawa karibu nitaipata wapi? Au hapa maduka ya bidhaa mbalimbali hapa nitayapata wapi? Ukiwa na Google Map ni rahisi sana, unaweza ukaona huduma zote hizo kama ninavyokuelekezea kwa urahisi sana bila hata kuzungumza na mtu yoyote. Wewe na simu yako tu unaweza ukafanyaje? Yote hayo ukayaona. So, leo nitakuelekeza hatua kwa hatua jinsi ambavyo unaweza ukaitumia na ikarahisisha maisha yako. Hivi unafahamu kwamba Google Map ni sehemu ambayo unaweza ukaona barabara yenye foleni na barabara ambayo haina foleni? So, mimi nitakuelekeza hatua kwa hatua. Kwanza kabisa, nahitaji nikuelekeze mfano mdogo ambao labda mfano hapa tunasafiri. Mfano unataka wewe utoke hapa labda uende labda Kariakoo. So, unaweza ukaingia. Unaona huu mshale huu hapa? Huu mshale huu hapa kulia hapa, huu ndo mshale wa direction. Sasa huu mshale sisi tutaubonyeza. Tukisha ubonyeza huu mshale, hapa juu kabisa kushoto juu wamesema your location. Alafu chini yake wamesema choose destination. Sasa hii choose destination ni nini? Choose destination maana yake wanakuambia chagua destination, direction ambayo wewe unafanyaje? Unaenda. So, sisi tutapabonyeza hapa direction, walipoandika direction. So, ukishabonyeza direction hapo unaandika sehemu ambayo unaenda wewe. Mfano tunaenda Kariakoo. Tunaenda Kariakoo. So, hii hapa Kariakoo. So, hii hapa. Sasa Kariakoo zipo nyingi. Okay? Kariakoo zipo nyingi. Hapa zitakuja Kariakoo, wewe unataka Kariakoo ipi? Kariakoo Msimbazi, Kariakoo Street, Kariakoo Uhuru Tower, Kariakoo ni sehemu nyingi. Ni wewe unaenda Kariakoo gani? So, kutokana na mfano sisi ngoje tuweke tunaenda twende Kariakoo Msimbazi. So, tutabonyeza hapa Kariakoo Msimbazi. Ukishabonyeza hapo Kariakoo Msimbazi, itakuonyesha kutoka hapa tulipo mpaka Kariakoo Msimbazi ni takriban kilomita 14. Na ili tufike huko Kariakoo Msimbazi tutatumia dakika 28. Kwa usafiri gani? Kwa usafiri wa gari au pikipiki. So, lakini je, mfano sisi hatuna gari wala pikipiki, tunahitaji tutembee kwa miguu, tutatumia muda gani? Usijali, nitakuonyesha wale wa kutembea kwa miguu. Hii hapa.
Kwa kutembea kwa miguu utatumia masaa 2 na dakika 35. Inakuonyesha kabisa hii hapa, masaa 2 na dakika 35 kama wewe ni wa kutembea kwa miguu. Alafu kingine, nje na hapo pia unaweza ukashare location. Hapa unaona hapa wamekuambia share. Hapa share maana yake unaweza ukashare location. Na hapa nimeamua kuweka vitu direct moja kwa moja ili unielewe kabisa. Kabla sijatoka kwenye hii category, nahitaji nikuelezee hali halisi. Hapa chini kabla ya hii start, tutafika kwenye start lakini nahitaji tuende direct. Uone. Tuanze na huku mwisho kulia. So kuna hii hapa save. Save maana yake hapa ni kama mfano kama wewe unafanya kazi Kariakoo hapo Msimbazi BSG. So unaweza ukatia saved. Ukiweka save kama hapo wanakuambia see trip, maana yake angalia trip yako. Ukisha save kama hivyo, maana yake hata siku wakati mwingine ukihitaji kufanyaje, kuhitaji hiyo location, hauna haja tena ya kuandika, utaingia kwenye saving zako utaikuta. So kuna hii nyingine ambayo imesema share. Share ni nini? Share ni unaweza ukamshirikisha, unaweza ukamtumia location mtu wa karibu na akaja mpaka unapohitaji wewe. So tuende moja kwa moja. Nyingine ni nini? Nyingine ni hii hapa wanasema add stop. Add stop ni nini? Add stop maana yake wewe unaunganisha safari. Mfano wewe ulikuwa unahitaji kwenda Kariakoo, lakini kabla ya kufika Kariakoo kuna mahali unapita. Sasa unaweza uka add stop. Hapa add stop ukipabonyeza hapa watakuonyesha kwamba umeona, kabla ya kufika Kariakoo labda sisi labda tunahitaji tupite Sheli, au tunahitaji nje na kupita Sheli tunahitaji tunywe kahawa. So utaenda hapa coffee shop. Ukishabonyeza coffee shop zitakuja coffee ziko sehemu gani, coffee ziko sehemu gani, ziko sehemu gani. So mfano tuna hii hapa labda tunachukulia mfano kuna hii hapa G1 Coffee, G1 Cafe. Kwa hiyo utaibonyeza hii G1 Cafe, maana yake hapo tayari utakuwa umefanyaje, umeadd stop. Kama hapa unavyoona hapa kuna your location, kuna G1 Cafe ambao ndo unapitia pale, alafu mwisho wa siku tunaenda kumalizia Kariakoo. So hii tunaenda moja kwa moja kwenye hii hapa ambayo ni nini? Ni start. Start ni nini? Start maana yake ni kuanzisha safari yako. So kwa hiyo tutaenda kuianzisha safari yetu moja kwa moja. Utabonyeza start. Ukishabonyeza start tayari inakuletea direction, kila kitu inakuletea direction na barabara zote ambazo utafanyaje, utaweza kuzipitia ili kufika unakoenda huko Kariakoo. So itakuonyesha kama hivyo. Alafu kingine hapa kama ukikumbuka mwanzoni wakati naanza nilikwambia pale ilikuwa inatuonyesha kilomita 14 na tutatumia dakika 20 na ngapi? 28. Sasa hivi zimepungua kwamba tutatumia dakika 22 na kilomita ambazo tunafika kule ni kilomita 10 na ngapi? 11. So kwa hiyo utakuwa unajiuliza kwamba zile kilomita zingine zimeenda wapi? Okay? Wakati tuna nani pale tuna seti pale wenyewe, kuna barabara ambazo walikuwa wanafanyaje, wanakisia kwamba hiyo barabara, hii mapu ilikuwa inakisia barabara ambayo unaweza tukaitumia. Sasa ile barabara maana yake ilikuwa ni barabara ndefu ambayo tunaweza tukaitumia, kwa hiyo ilikuwa inakisia. Lakini baada ya kustart ndio ikatupa direction kwamba barabara sahihi tunayoweza tukaipitia ndio hii hapa inavyoonekana, hii hapa inavyoonekana, ambayo pia itakuwa na umbali wa kilomita 11, lakini pia tutatumia dakika 22 kufika hapo. Maana yake kilomita zilifanyeje? Kilomita zilipungua. Sasa hapa naomba nikuelekeze mara moja kwenye hii barabara, kama kwenye hii ramani inavyotuelekeza. Hii ndo ramani ya barabara ambayo tunatakiwa tufanyeje, tuende nayo, tuipitie moja kwa moja. Hii hapa barabara yenyewe ni Nelson Mandela Road, ndio tunaweza tukaenda nayo moja kwa moja. Sasa nataka nikuelekeze kitu kimoja hapa ambacho huenda
ulikuwa ukijui, na hiki ni kitu cha muhimu sana ambacho wewe kitakusaidia wewe kusevu mafuta yako na kuepuka barabara ambazo zenye foleni, na kuepuka barabara ambazo zina ajali, na kuepuka kuchelewa kazini au kuepuka namna ambavyo unaweza ukachelewa kufika maeneo yako ya kazi. So ngoja nikuelekeze hatua kwa hatua. Sasa hatua ipi ambayo unataka nikuelekeze? Hatua ambayo nakuelekeza ni namna ya kujua kweli hii barabara ina foleni au haina foleni. Tutafanyeje? Unaona kama hii barabara niliyokuelekeza yenyewe ina rangi rangi ya blue mpauko. Sasa tutachokifanya, tutaizoom kama hivi. Ukisha kama hivi, hapa kuna namna inapotea kwenye barabara. Lakini sasa hata kabla hatujaizoom, nahisi kama unauona mstari wa njano. Okay? Mstari wa njano una maana gani na huu mstari wa blue una maana gani? Na kuna hapa mbele ukienda zaidi kuna mstari mwekundu. Hii mistari ina maana gani? So nitakuelekeza namna ambavyo hii mistari ina maana gani, inamaanisha nini na kwa nini. Okay? Tuende moja kwa moja. Kwanza kabisa mstari wetu huu wenye rangi ya blue, huu mstari maana yake unamaanisha sehemu haina foleni. Yaani sehemu haina foleni, ndio maana mstari wetu unaonyesha blue, maana ukiwa na maana kwamba tunaweza tukaondoka na safari yetu isiwe na vikwazo vyovyote barabarani. Okay? Alafu tunakuja huu mstari wa njano. Huu mstari wa njano unaonyeshaje? Na kwa nini huu mstari wa njano haujaambatana na huu mstari wetu? Kwa sababu ya kitu kimoja, barabara ziko mbili. Kuna wanaotoka kulia mbele na wanaotoka nyuma. So ukiangalia sisi kwa huku tunapotokea sisi tunatokea nyuma, na wale kuna wengine ambao wanakuwa wanatokea mbele. Sasa hapa inaonyesha hii njano iko kwa wale ambao wanatokea mbele yetu, ambapo sisi tunafanyaje? Sisi tunaenda. Na je, hii njano ni nini? Hii njano maana yake ni foleni, lakini foleni ya kutoka. Nafikiri nikisema foleni ya kutoka unanielewa. Foleni ya kutoka ni ile foleni ambayo sio kubwa sana lakini magari yanaenda. Okay? Tunaenda moja kwa moja. Kuna hii nyingine nyekundu. Nyekundu ina maana gani? Nyekundu hii inamaanisha kuna foleni au kuna ajali. Kwa hiyo kama kumetokea ajali hapa, inaweza kuonyesha kwamba hapa sehemu kuna ajali na kuna foleni kubwa sana. Pia kama nilivyokuelekeza kwamba unaweza ukaviona pia vituo vya mafuta. Yaani unaweza ukaendesha, kama unaendesha usafiri, unajua kabisa kituo, nikifika sehemu fulani kuna kituo cha mafuta, naweza nikajaza mafuta nikaendelea na safari yangu. Okay? Kama hivi inatuonyesha moja kwa moja jinsi ambavyo tunaweza tukapitia. Kama hapa tuko kwenye Nelson Mandela Road, tunaenda moja kwa moja, tukifika hapa ni Tazara. Hapa Tazara tunaelekezwa tuende kwenye hii barabara ya Julius Nyerere. Okay? Tukishaenda hii njia ya Julius Nyerere, hii hapa inatuonyesha ramani nzima namna ambavyo tunaweza tukafika mpaka safari yetu. Kwa hiyo hii ni simple kabisa ambayo inaweza ikakurahisishia maisha na inaweza ikakusevia nini? Ikakusevia mafuta yako. Ndio kama nilivyokuelekeza kwamba hizi rangi kuna nyekundu ambayo inamaanisha foleni kali, tena ni foleni kali. Ukiona nyekundu imeivia vya kutosha, ujue hiyo ni foleni kali ambayo haitoki. Ila ukiona njano unajua kabisa hii foleni ni ndogo, naweza nikaenda. Ukiona blue maana yake hakuna foleni kabisa. Kwa hiyo hapa itakupa tahadhari kwamba nikiona nyekundu cha kufanya nifanyeje. Okay? Nafikiri hapo nilikuwa sijakueleza ukiona nyekundu unatakiwa ufanyeje. Kwa hiyo ngoja nikuelekeze namna ambavyo ukiona rangi yako rangi nyekundu tena imekolea, cha kufanya wewe ni kitu kimoja. Utaangalia wewe hapa karibu, barabara zilizopo karibu na wewe ni zipi ambazo unaweza ukazitumia. So ukishaona barabara, kuna baadhi ya barabara kama hivi, unaona barabara imetiwa wino wa brown. Hii ambayo imetiwa wino wa brown inamaanisha hii ni barabara ambayo hii barabara pia unafanyaje? Unaweza ukaipitia. Unaweza kukuta barabara ni ndefu lakini unakuta haina foleni. Kwa hiyo inakupa choose option kwamba wewe unaweza ukatumia barabara ipi nje na hiyo. Sasa kuna wakati
kuna wakati foleni inazidi kabisa, yani kuna wakati foleni inazidi kabisa mpaka hii mapu yenyewe inafanyeje, inakubadilishia barabara yenyewe automatically, yani inakuonyesha kwamba hutakiwi kufanyaje, kupita kwenye hiyo barabara kwa sababu ina foleni sana. Yenyewe inakuzungusha, kama inakuzungusha. Ukiona inakuzungusha, wewe usione ajabu, huenda hiyo barabara ambayo ulikuwa umezamiria kupitia unakuta ina foleni sana au kuna ajali. So hiyo ndio mapu ambavyo inaweza kufanya kazi. Okay, kitu gani kingine ambacho huenda ukijua na ungependa kukifahamu? Kitu kingine ambacho ungependa kukifahamu hiki hapa, ngoja nikuelekeze hiki hapa. So ni namna ya kuseti mazingira ya nyumbani. Sawa, namna ya kuseti mazingira ya nyumbani. Unaona hapa wanasema kuna U. Ukipabonyeza hapa U, hapa unaweza ukaseti area zako zote. Unaona hapa wamesema nyumbani work. Hapa wamesema home, alafu hapa work. Kwa hiyo hapa wanasema seti nyumbani. Mfano ukibonyeza hapa setting, itakuletea useti sehemu ambayo unafanyaje? Sehemu ambayo unafanyia kazi. Itakuonyesha sehemu, itakwambia uchague sehemu unayofanyia kazi. Wewe unafanyia kazi wapi? Kijana, unafanyia kazi wapi? Kwa hiyo inakupa option ya wewe uchague sehemu ambapo unafanyaje? Unafanyia kazi. Unapaandika hapo, unapaadi, una set work. Ukisha set hapo, moja kwa moja hapo, hata wakati unahitaji kuenda kazini, hautakuwa na haja tena ya kuandika kwamba nahitaji niende sehemu gani. Hapana, utaingia hapa walipoandika home, utaikuta mpaka hiyo ya work imesha setiwa. Kwa hiyo ukiigusa direct na kupeleka njia sahihi ambayo unafanyaje, unaweza ukafika kazini kwako kiurahisi kabisa. So mfano sisi tunahitaji shoppers mbalimbali, tutafanyaje? Utascroll kama hapa juu unavyoona. Sisi hapa kuna hospitali, kuna kliniki, kuna kofi, kuna gesi, kuna sehemu ya kujaza gesi. Sisi tutaenda labda tunahitaji masoko, tunaenda hapa shop. Ukibonyeza shop hapa, itaanza kusearch ni shop gani ambazo zilizopo hapa karibu ambazo unaweza ukapata huduma. Zitakuja kama hizo shop, moja kwa moja utaangalia direction pia na muda ambazo hizo shop muda huu zitakuwa zimefunga, muda fulani zitakuwa zimefunguliwa. Mfano ni kama huu hapa wa hii shop ambayo inaitwa Arena Store. Arena Store hii hapa inakuonyesha kabisa imefungwa dakika zilizopita, dakika hizo hapo. Na muda wa kufunguliwa wanakuambia kabisa muda wa kufunguliwa itakuwa ni siku nyingine inayofuata ambao ni saa 2 asubuhi ndio muda. Nyingine ni hapa Blacha. Inaitwa Blacha Store. Blacha Store wanakuambia wanafungua wenyewe muda ni masaa 24, wanafanya kazi masaa 24. Na kutoka hapa mpaka kufika hapo yenyewe ni dakika 10 na ngapi? Kilomita 1.5. Kilomita 1.5 tunakuwa tumefika kwenye hiyo shop. So zipo nyingi shop kama hivyo ninavyokuelekeza. Okay? Tunataka huduma nyingine hapa karibu sisi bwana, hatujisikii vizuri, labda tunahitaji hospitali au kliniki. So utabonyeza hapa hospital. Sasa ukishabonyeza hospital and clinic, zitakuja hospitali zote zilizopo karibu na wewe ili ukapate huduma. Hospitali kama unavyoziona ni hizi hapa. Hospitali nyingi zimeandikwa masaa 24, zinafanya kazi masaa 24. Kwa hiyo utaangalia hospitali ya karibu ni ipi, na hapa inakuonyesha kabisa hospitali ya karibu ni ipi. Kama hivi kuna hii hapa ambayo imeandikwa JAJ Njia Health Clinic. So utaiona kabisa hapo, ukiangalia ni private. Hii ni private hospital, na kutoka hapa mpaka kufikia hapo ni kilomita 1.6, yani kilomita 1 na mita 600. Kwa hiyo ni karibu. Kwa hiyo kama unahitaji huduma unaanza ukaenda kwenye hiyo hospitali ya karibu na wewe. Nyingine kama hivi na kuonyesha kuna Kimara Health Center Public. Hii ni hospitali ya public, iko masaa 24, inafanya kazi masaa 24. Kutoka hapa ulipo mpaka kuifikia hapo wanakuonyesha kabisa ni kilomita 5. So ndo kama hivyo.
inakuonyesha. Haya, tukitoka hapo tunahitaji huduma nyingine. Huduma gani zingine tunahitaji? Mfano tunahitaji huduma labda ya coffee. Coffee ni kahawa. Tunawezaje kwenda, tunapata wapi sehemu ya kunywa kahawa? Inatuelekeza namna hivi. Kahawa inapatikana sehemu fulani, sehemu ambayo unataka. Ni wewe tu ukipabonyeza hapo direct inakupeleka mpaka ambapo unahitaji. Huduma ni nyingi sana ambazo unaweza kuona unahitaji. Na tunahitaji sehemu ya kulala, tunaenda hapa walipoandika hotels. Hotels, ukibonyeza tu hapa hotels, hotels zitaanza kuja nyingi sana ambazo zitakuwa karibu na wewe. Hoteli wewe unahitaji hoteli gani ya kwenda kulala, so inakuonyesha hapa direct. Tena wanakuonyesha mpaka bei. Yaani unaenda kwenye hoteli kulala kwenye bei, hoteli ambayo unajua kabisa bei, mimi naenda kulala kwenye hoteli fulani, bei yake ni shilingi kadhaa. Unaona kama hii hapa hoteli ambayo inaitwa Amaras, kulala kwa siku unatumia ni shilingi 69,000. Okay, wanakuambia ni 69,000. Unaweza ukalala. Nyingine hii hapa ni 59,000, nyingine 30,000, hiyo hapo 38, 68, 45. Kwa hiyo bei zote zipo. Kwa hiyo ukitoka hapo unaenda sehemu ambapo una uhakika kwamba mimi bwana, na hapa naweza kuafford bei ambao nilizamiria, hapa naweza kuafford bei hapa. Kuna nyingine hii hapa, unaona hii hapa, kulala kwa siku ni shilingi 89,000. Okay? Kama hivyo, nyingine 70,000, 80,000, ngapi ni nyingi. Nyingine hii hapa ambayo inaitwa Shamo Hotel. Hii ni Shamo Hotel ambayo kulala ni shilingi 95,900. Kwa hiyo ni wewe unachagua, wewe una afford. Kisha una afford, unaingia hapo check availability kuangalia nafasi kama unaweza ukafanya hii. Unaweza ukapata na ukapata mawasiliano ya kwa contract ili ukafanyaje, ukaandaliwa chumba. Kwa hiyo ni vitu simple kabisa, inakurahisishia maisha kabisa. Hii bwana, hii hapo mimi imenisaidia sana kwa kiasi kikubwa sana. Imenisaidia sana kwa miji ambayo mimi nilikuwa ni miji ni mgeni. Kwa miji migeni hii imenisaidia sana. Ilikuwa inanifanya mimi nashindwa kufanyaje, kupotea kwa sababu ya hii. Ile kuuliza mtu, unajua sasa hivi dunia imebadilika sana. Unakuta watu wanaulizwa na kupeleka kichakani unakabwa. Kwa hiyo teknolojia hii imekuja kubadilisha sana maisha. Sasa hivi hauna haja tena ya kumuuliza sijui hapa sehemu gani nitapata mgahawa, sehemu gani nitapata hospitali, sehemu gani nitapata sheli, sijui sehemu gani nitapata, sehemu nyingi nitapata soko liko maeneo gani. Hauna haja tena ya kuuliza, unaweza ukagoogle mwenyewe moja kwa moja, wanakuletea direct ya kila kitu ambacho unakihitaji. Hii imenisaidia sana mimi ambao nilikuwa ni mgeni kwenye maeneo. Kwa hiyo ilikuwa inanisaidia sana, inanipeleka mpaka sehemu husika ambayo naitaka. Kwa hiyo hii zinasaidia sana, usichukulie poa. Zina mambo mengi sana. So endelea kutusupport kwa teki kama hizi hapa, kuchambua teki kwa lugha rahisi kabisa ya Kiswahili, yani tunasema teki in Swahili, na hii ni Tech Janja. So usisahau kusubscribe, kulike na kucomment hapo chini, tuendelee kujenga familia kubwa. Karibu sana. Till next time. Bye.